Kichwa cha somo la leo kinasema mtafuteni Bwana ninyi mlio wanyenyekevu. Mtafuteni Bwana ninyi mlio wanyenyekevu wa nchi. Hem, tufungue kwa maandiko tuende katika kitabu cha Sefania mlango ule wa pili. Sefania kwenye Agano la Kale mwishoni pale kabla hujatokeza kwenye Agano Jipya kuna vitabu vidogo vidogo vinaitwa manabii wadogo. Hilo ndio jina wamewapachika lakini sio kwamba ni wadogo. Sefania mlango wa pili tusome mstari ule wa 3 anasema hivi. Sefania mlango wa pili mstari wa 3 anasema mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Leo sifundisha habari ya hasira ya Bwana. Hiyo ipo kwa kweli. Mungu ana hasira dhidi ya dhambi za dunia na dhambi za dunia sio kusema kwamba Wakristo hawazitendi, wanazitenda vile vile. Petro anasema sehemu fulani anasema iwapo nimeenda haraka kidogo lakini twende haraka. Petro 4:17 anasema iwapo anasema na wakati umefika wa hukumu kwanza katika nyumba ya Bwana, na iwapo itaanza katika nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu, je, hao wasioijali injili itakuwaje sasa? Kwa hiyo hasira ya Bwana ipo, lakini yote katika yote tuko tunaongelea habari za kumtafuta Bwana. Lakini sio somo kubwa. Somo kubwa la leo ni habari za wanyenyekevu. Za wanyenyekevu. Wanyenyekevu kwanza hii ni sehemu ya pili. Ni mwendelezo wa sehemu tuliyoanza wiki iliyopita, somo tuliloanza wiki iliyopita. Iliyokuwa inasema habari za kichwa kile kinasema huwezi kupokea wokovu, huwezi kupokea injili kama sio maskini wa roho. Na tukaona maneno ya maskini wa roho ya wiki iliyopita yalikuwa yanamaanisha vile vile aina fulani ya unyenyekevu. Kwamba maskini wa roho ana tabia ya kuwa mnyenyekevu na kusihi, tofauti na huyu ambaye mara nyingine ni tajiri, ana nguvu, ana nini, ambaye anatumia command. Tunaona katika somo la leo ukisoma katika hiyo Sefania 2:3 ili kusudi tuweze kumtafuta Bwana akapatikana katikati yetu. Nitathibitisha kwa maandiko mengi. Biblia itathibitisha, sio mimi. Ni lazima tuwe na element, tuwe na tabia ya unyenyekevu. Na ngoja nitangulie kukumbusha vipengele tutakavyoviona. Ukiacha utangulizi huu wa maana ya unyenyekevu, lakini tunaona vipengele vinne. Kipengele cha kwanza kinachosema Bwana huwapinga wenye kujiinua au wasio wanyenyekevu. Ana tabia ya kupingana nao. Yaani watu ambao sio wanyenyekevu Mungu haendani sambamba nao. Lakini tutaona vile kwamba Bwana huangalia unyenyekevu wa moyoni zaidi kuliko ule unyenyekevu wa matendo ya nje. Mtu anaweza kadanganyika akaenda kwenye makanisa, sasa makanisa makubwa haya ya Katoliki ukakuta kama vile wako wanyenyekevu, lakini Biblia inasema Mungu anaangalia ule unyenyekevu sio wa nje tu, jinsi unavyotembea pole pole kwa kuhesabu hatua na nini. Anaangalia unyenyekevu uliotokana na nafsi, sio wa kwenye viungo. Anasema osheni ndani kabla ya kuosha nje. Anza na mtu asiyesoma neno la Mungu, amekataa Biblia, huwezi kuniambia kwamba neno la Mungu limemosha ndani, limemosha liko wapi? Hoja ya 3 tutakayoona inasema unyenyekevu umpendezao Bwana hutokana na neno lake. Lazima tusome neno lake. Litugonge. Anasema neno lake ni nyundo. Sehemu nyingine anasema ni nyundo linaponda. Anasema watu wengine anasema ni upanga. Litukatekate, lituchane, litulainishe, halafu ule unyenyekevu utakaotoka ndio unampendeza Bwana. Na mwisho tutaona kwamba kwa ufupi kabisa kwamba unyenyekevu kama unyenyekevu peke yake hautoshi kumbeba mtu kumfikisha mbinguni. Ndio unyenyekevu ni mwepesi wa kumuelezesha mtu kwenda katika
kulipokea injili. Bila kuipokea injili unyenyekevu na roho bila unyenyekevu, bila roho iliyopondeka, bila moyo uliopondeka, bila kuwa maskini wa roho, ni vigumu sana kuipokea injili. Hata kama italetwa labda ije kama kuna dini kubwa, hizi dini kubwa. Dini moja inaitwa Katoliki na nyingine Waislamu, zilienezwa kwa mtutu. Kwa hiyo watu walizipokea tu kwa kulazimishwa. Lakini ili kusudi mtu ampokee Kristo kutokana na moyo wake kweli bila kushikiwa mtutu. Unamkubali au umkubali hala. Hata leo ulazima upo. Lakini Mungu anataka tumpokee kwa hiari. Hiari yetu itatokana na unyenyekevu. Mtu asiye na unyenyekevu hawezi akampokea Bwana, lakini vile vile hawezi akamtafuta Bwana na Bwana akapatikana. Kwanza hana haraka ya kumtafuta Bwana. Tunahitaji wewe somo la leo linatufundisha kujifunza kuwa wanyenyekevu. Kutafuta neno la Mungu likatujaa kwa wingi ndani yetu ili kusudi litunyenyekeze, litufanye tuwe wanyenyekevu. Ukisoma leo hii tunaishi katika vizazi vilivyo mbali kabisa na unyenyekevu. Watoto hawafundishwi unyenyekevu, falsafa za dunia hazifundishi unyenyekevu, na mtu anasema hainihusu. Ngoja nikwambie, leo hii unaweza kuwa hujali unyenyekevu, baada ya miaka 5 ukatamani ungekuwa ulijua unyenyekevu kabisa. Haya mambo yanabadilika. Haya mambo yanabadilika na hayachukui muda mrefu kubadilika. Nasema kwani vijana wasipokuwa wanyenyekevu inanihusu nini? Baada ya muda mfupi kwa ukuta ulio nao na wewe ni vijana au na watu ambao unatakiwa uongoze, labda wakwazaa wewe, lakini ungetamani wangekuwa na tabia kunyenyekevu, lakini wanakuwa wakali, wagomvi. Ukisoma katika kitabu cha Mithali mlango wa 20, hebu angalia hali tulio nayo na inayoendelea kuongezeka katikati yetu. Tutarudi pale kwenye Sefania pale, lakini tuguse sehemu tofauti. Ukisoma katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 30, Mithali 30 sura 13-14 anasema hivi: kuna kizazi cha watu ambacho macho yao yameinuka kama nini? Wewe mwambie, mtu mwenye macho yaliyoinuka kama nini sio mnyenyekevu. Mtu mwenye macho yaliyoinuka ni unyenyekevu unapimwa rohoni, lakini unatokeza nje. Sio mnyenyekevu. Anasema kuna kizazi cha watu ambacho macho yao yameinuka kama nini na kope zao zimeinuka sana. Mstari wa 10 anasema kuna kizazi cha watu ambao meno yao ni panga. Mtu ana meno ya panga. Huyo ni mnyenyekevu. Huyo anang'ata. Huyo anavunja na saga. Na vigego vyao ni kama visu. Angalia mtu akiwa mdomoni ana mapanga na visu. Ili kuwala maskini waondolewe katika nchi na wahitaji katika wanadamu. Hiki ndicho kizazi, hii ndio jamii. Na nisema kizazi maanisha watoto. Hata wazee na mabibi na mababu. Hata vijana, hata kina baba, hata kina mama. Hiki ukisema kizazi ni ile jamii, ni wale wanadamu walioko kwenye uso wa dunia wakati huo. Lakini of course unapoongelea kizazi wakati mwingine unamaanisha maana nyingine. Inaweza kuwa watu wanaozaliwa wakati huo au wanaochipuka wakati huo. Utasema haya maneno hayanistahili. Maneno yanakustahili. Maneno yanatustahili. Na kabla hujataka wewe tuna tabia ya kutaka watu wawe wazuri alafu tukutane na watu wazuri. Hapana, kabla sijawataka wale wawe wanyenyekevu wafanye nini? Natakiwa kwanza nijitengeneze mimi. Na hili somo nishawahi kuambia nasema kabla hujasema kwamba bwana natafuta mchumba mzuri, natafuta mke mwema, natafuta kijana mzuri na nini? Wewe ni mzuri. Mungu anasema kabla hujatafuta kitu kizuri, je, nikikuletea kitu kizuri kitakutana na wewe uliye sahihi? Jitengeneze kwanza wewe. Masomo mengi tunaweza kutoa mifano halisi iliyoko duniani, lakini mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kufanya kazi ni mimi na wewe. Nimesikia maneno.
Unyenyekevu. Unyenyekevu. Hivi wewe ulize, mtu anayekwambia kitu kwa hasira ni mnyenyekevu? Hapana, mtu mnyenyekevu utamjua. Neno la Mungu linasema katika Sefania 2:3 anasema ninyi mlio wanyenyekevu, ninyi mlio utafuta unyenyekevu, ninyi mliozitenda sheria. Unyenyekevu unatokana na neno la Mungu, ndio inaitwa sheria ya Bwana. Ndio ni sheria ya Mungu. Kufanya kazi katika maisha yetu ikatutengeneza alafu tukatengenezeka. Ukirudi pale ngoja ni usitize ile mstari, wakati mwingine mstari wa kwanza huwa wa kufungulia tunaweza kusoma tukaupita juu tusipate muda wa kutafakari. Mtu utafakari tutendee haki. Anasema katika tumesema niko kwenye Habakuki, toka kwenye Habakuki kulia zaidi unafika Sefania 2:3 anasema mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Anasema ninyi mliozitenda hukumu zake. Hukumu mara nyingi anaongelea ndio haki ya Mungu. Wewe katika vitu vinavyopotea haraka ni tabia ya kutembea katika haki. Hivi mtu anayesema uongo ni mtu mwenye haki mara nyingi? Maneno yake yamejawa uongo. Vipi mchonganishi? Vipi mtu asiyesamehe? Ni mtu mwenye haki? Hapana. Mungu anasema ninyi mliozitenda hukumu na haki za Mungu, itafuteni haki. Ndio sababu haya maneno yanatoka pamoja, anasema ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu. Vitu vimeshikana. Unyenyekevu unaenda na haki na hukumu, huenda na anasema huenda mkafichwa siku ya hasira ya Bwana. Twende haraka sana. Twende katika Agano Jipya. Mimi usifungue pale. Mimi nataka naomba unisikilize. Leo nataka tuwaiwai kidogo kwa hali ya hewa. Anasema katika Timotheo mlango wa 2 mstari wa kwanza anasema Timotheo wa 2 mlango wa 3. Timotheo wa 2:3 anasema hivi. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Hiyo orodha mpaka nilipofikia ni ya wanyenyekevu hao. Mtu anayependa fedha hawi mnyenyekevu hata kidogo. Tamanifu. Wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao na watu wazima kwa ujumla, wasio na shukrani, wasio wasafi, wasio safi, watu waliojawa na mioyo yenye fikra chafu na tamaa za mwili, wasio safi, wasio na upendo, wa asili. Hapa alikuwa anaongelea mashoga. Wasiotaka kufanya suruhu. Yaani mtu wewe lazima binadamu tutatofautiana kauli hapa na pale. Haikosi iwe ni jirani yako, awe ni mkeo, ni mmeo, awe ni mwanao, awe jirani, awe yote yule, awe mfanyakazi mwenzio. Lakini watu wema wanyenyekevu wa nchi ni wanatafuta kusuruhishana. Anasema wasiotaka suruhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu za. Na maneno kama hayo. Hiyo ndio anasema ni nyakati tunazoziishi leo. Wewe kama mtu haweza kaenda kanisani akasoma Timotheo wa 2 mlango wa 3 mstari wa kwanza akawa anairudia akapambana, wakati neno la Mungu linasema ni vitu ambavyo vinaongezeka kila itopo leo. Hilo kanisa linamfundisha nini huyo? Hii orodha niliyosoma hii ni kinyume cha unyenyekevu. Ni kinyume cha unyenyekevu. Ni kinyume cha wamtafutao Bwana. Leo hii watu wanasema Bwana namtafuta Bwana. Namtafuta Bwana. Subiri kwanza, jifanye kuwa mnyenyekevu kwanza. Kuwa mnyenyekevu kwanza,
Ukisha kuwa mnyenyekevu kwanza ndipo uanze kumtafuta Bwana. Mtu angalie niunganishe na somo la wiki iliyopita kwa sababu ameungana maskini wa roho lakini vyote hivyo ni sambamba na unyenyekevu. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume leo ngoja nikwambie. Kama ikiwezekana usifungue wewe utulie tu. Kwa sababu tunawahi. Matendo ya Mitume 16:27 anasema hivi. Matendo ya Mitume 16:27 anasema hivi. Mtaenda haraka. Sema yule mlinzi wa gereza akaamka naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka alifuta upanga akataka kujua akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema usijidhuru kwa maana sisi sote tupo hapa akataka taa ziletwe akaruka ndani akitetemeka kwa hofu akawaangukia Paulo na Sila kisha akawaleta nje akasema bwana zangu yanipasa nifanye nini nipate kuokoka wakamwambia muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake akawakaribisha saa ile ya usiku akawaosha mapigo yao kisha akabatizwa yeye na watu wa nyumba wake wote wakati huo ni askari wa Filipi kina Paulo walipokuwa wamefungwa na nini askari kwa kawaida ni watu ambao ni wana viburi kwa asili ni mtu ambaye anahisi kwamba ana nguvu haweza kaumia haweza kafa haweza kufanya yani kila kitu anakiweza na anaangalia na silaha na nini na watu anaowalinda hawana silaha hana nguvu hana silaha sasa lakini nguvu za Mungu zikamgusa huyu mtu wale wafungwa kina Paulo na Sila malaika akavunja ile milango wakawa huko wako wazi askari ikabidi atetemeke akawaangukia akasema ule unyenyekevu na kuangukia kule kwa sababu aligundua kwamba hana nguvu zake mwenyewe kwamba unyenyekevu unatokana na kujua kwamba mimi sina nguvu zangu mwenyewe nguvu nizo nazo ni za Kristo na haiji hivi kwa kufikiria tu soma neno la Mungu utapata ujumbe wote huyu mtu unamwona anapata wokovu na anabatizwa usiku huo baada ya kuwa aliambiwa neno la Mungu na kuliamini akabatizwa kilichotokea pale sio kwa sababu alikuwa nini ni kwa sababu alikuwa mnyenyekevu alimtafuta Bwana na akapatikana papo hapo kwa sababu ni mnyenyekevu na tusisubiri tunyenyekezwe kwa matukio au kwa mapigo wakati mwingine tunyenyekezwe tunyenyekee wenyewe bila kupelekwa bila kulazimishwa na Mungu tusifikie hatua ya kufanywa kama huyo askari yule tajiri aliyekuwa anaishi katika utajiri wake na kuvaa nguo za kitani safi ya zambarau alipokuwa anaungua kwenye ule moto aliacha kiburi akaanza kunyenyekea akasema baba Ibrahimu yani anaanza kutumia hata neno baba Ibrahimu nisaidie shaisha hakuna msaada naomba basi kama ni hivyo uniruhusu niende nikamwambie ndugu zangu anasema huko bado Ibrahim anaongea anasema kuna kina Musa wanaendelea na injili kama na ndugu zako nao watakuwa kama wewe wakakataa injili huko duniani mtakutana hapo mtakuwa pamoja yashaisha huku ni mbele daima hakuna kurudi nyuma turudi tulikotoka wewe tutafute unyenyekevu maadamu bado tunapumua kina dada nisikilize leo tutafika huko baadaye kidogo ni sina muda wa kufika kule lakini ngoja nikwambie ukisoma katika Filipi 2:5 na 9 anasema Kristo alijinyenyekeza hata mauti ya msalaba kwa sababu ya unyenyekevu kwa sababu hiyo Mungu akamuinua mno akamkirimia jina lipitayo majina yote mwambie kujinyenyekeza unyenyekevu ni kushuka na by the way kuna vitu vingine akina mama mnatakiwa mjifunze unyenyekevu usitafute mume wako au anakushukia anakulamba miguu wakati mwingine ni kinyume unatafuta utembee ukiwa kichwa chako kiko chini miguu iko juu vitu vingine
Huyu mnyenyekevu akishakuwa mnyenyekevu usiku akitokea majambazi utakiwa wewe mwenyewe uende ukayapige, utaweza. Mwache wakati mwingine akomae. Tusianze kugeuza vitu kichwa chini miguu juu. Lakini kila mtu hata Kristo mwenyewe alinyenyekea. Kila mtu mwanaume ana aina yake unyenyekevu. Mwanaume wa kweli anamnyenyekea Kristo, ananyenyekea neno lake na kuyeliweka katika matendo maisha yake ya kila siku. Na ni kwetu ni mwanadamu mmoja mmoja wanyenyekevu, lakini hata maeneo, hata taifa. Ukisoma katika kitabu cha Mika mlango wa 5 mstari wa 2 anasema nawe Betlehemu uliye mdogo katika kabila za Yuda. Yani anasema kutoka kwako atatoka mtawala atakayelichunga watu wangu Israeli. Dunia yangu ataishi. Anasema Mungu anapotafuta pa kupitisha mwanae anampitisha katika Betlehemu aliye mdogo. Wewe unyenyekevu ni pamoja na kujishusha. Ni kuwa mdogo. Unyenyekevu sio kukaa kimya. Kukaa kimya. Kwanza niwaambie kimya kingi mara nyingi kinaashiria dharau. Kimya kingi kinaashiria. Ukikutana na mtu ambaye mara nyingi ni kimya sana, ukichunguza mtu ambaye ana kimya ambacho sio dharau, huongea maneno machache lakini anayaongea. Kabisa. Kwa hiyo tunaona hata eneo, hata mataifa ya leo kuna mataifa yameinuka sana. Tafuta mataifa kwa mfano yanaitwa mataifa ya Ulaya, mataifa ya Marekani huko, mataifa ya wapi hayo yanayoitwa ya watu wenye akili sana. Kuna ndio sababu leo hii wanakuambia asilimia hiyo ni data ya miaka ya 2020 hapo, kama miaka 5 iliyopita. Watu asilimia 6 Uingereza ndio wanaenda makanisani. Sasa ukilichukulia taifa kama taifa, ni taifa kubwa. Halina unyenyekevu. Wewe hata familia kuna familia unakuta ni familia za watu wasio wanyenyekevu. Ukimkuta mkubwa yuko hivyo hivyo. Ukikuta mjukuu na yuko hivyo hivyo. Yaani wako hivyo hivyo wote, hakuna mnyenyekevu katikati yao. Wewe kama kuna mtoto ambaye nina uhusiano naye au ndugu, naomba nikuone unajifunza unyenyekevu. Jifunze kutamka maneno kwa unyenyekevu. Jifunze kujibu inapostahili na kukaa kimya pale ambapo hutakiwi kuongea. Tujifunze kujua ni nini tuongee na ni nini tusiongee. Ukisoma katika ngoja nifungue. Kuna mistari sikuisoma. Filipi sikuisoma, nimeeleza. Mika 5:2 sikuisoma, nimeeleza. Lakini maelezo yake nimesikia, maelezo vizuri. Na nimeshagundua Wakristo ukitaka kuwapotosha wasomee mistari. Ikiwezekana wewe watamkie tu mdomoni hata usipowasomee. Wanaelewa haraka sana. Hiyo ni aina mbaya ya Ukristo. Kristo mzuri ni yule ambaye mnaweza mkaingia kwa maandiko mkayasoma pamoja, mkayatafakari pamoja. Yaani kuna tabia wa Kristo akishaona una Biblia unaigusagusa sana, tayari wanazima kama ni video wanaizima, kwa sababu anaona neno la Mungu limekuwa jingi. Huyu ni Mkristo gani sasa? Lakini akibahatika kaona unabwatuka anasema safi kabisa. Leo nimekusikia. Naona hapa katikati yenu leo hapa kuna mtu anaenda kula ubwabwa mzuri. Bila hata kuambiwa hayo taula. Tufunue Mathayo 11 kwa sababu ni kitabu ambacho hakitakusumbua kukipata. Mathayo 11 mlango wa 11 wa Mathayo mstari wa 20 mpaka 23 anasema. Mathayo 11:20-23 anasema. Mathayo 11:20-23 anasema. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake yalifanyika miujiza yake
iliyo mingi kwa sababu haikutubu. Ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivuno. By the way, toba ni mnyenyekevu. Kama nilikuwa naenea njia hii isiyompendeza Mungu, nikageuka nikaenda kwenye njia inayompendeza, huo ni unyenyekevu. Kinyume chake ni kuwa na shingo ngumu, ukashupaza shingo. Leo Kristo sisi, usijifikirie wewe. Tuchukulie taswira kubwa ambayo na wewe umo na mimi nimo kila mtu. Wa Kristo sina tabia ya kushupaza shingo. Kabisa. Tuna hiyo tabia. Lakini huu sio unyenyekevu. Shingo iliyo kushupazwa sio unyenyekevu. Anaendelea mstari wa 22 anasema, walakini nawaambieni itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahili adhabu yake siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika katika kwako ingalifanyika Sodoma, ungalikuwepo mji huo hata hii leo. Anatoa miji mingi ambayo haina tabia ya kusikia na kutulia na kunyenyekea. Amesema Betsaida, akaisema Korazini, akaisema Kapernaum. Leo hii na mataifa ni hivyo. Hayo ni maeneo, hayo ni mataifa, hiyo ni mikoa, hiyo ni miji, hayo ni majiji. Leo hii hakuna miji inayochafuka kama hii miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar. Kabisa. Kwa hiyo unyenyekevu ni pamoja na kusikia sauti ya Mungu na kubadilisha mienendo yetu. Na kugeuka na kutubu. Kutubu ni kufanya nini? Ni kuziacha zile njia mbaya tulizokuwa tunaziendea. By the way, kutubu nishawahi kufundisha aina mbili za toba. Kuna toba ya roho na toba ya mwilini. Toba ya imani, ya kuacha kuamini kitu fulani, hiyo ndio toba ya wokovu. Lakini kuna toba ya kuacha kutenda. Toba inapohusisha matendo sio ya wokovu. Ni ya kugeuka na kumpendeza Mungu ndio katika mwili, lakini toba ya imani ni kuacha kama ulikuwa unafika kipindi fulani na unaletewa sanamu na libusu, ukaacha. Kwa sababu huliamini tena. Tunaona kwamba ukiacha mtu mmoja lakini na maeneo na familia na miji na ukoo lakini Mungu anashughulika sana na mtu mmoja. Nani ananielewa? Mungu mara nyingi anashughulika na mtu mmoja pamoja na taifa. Taifa. Kusoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 14 mstari wa 13. Isaya 14:13. Anaongelea habari, ngoja niifungue pale. Anaongelea habari za shetani kama shetani mwenyewe. Kwenye King James anatumia neno Lucifer. Ndipo neno Lucifer lilipotumika sehemu pekee kwenye Biblia nzima. Mlango wa 14 mstari wa 12. Anasema hivi. Isaya 14 anasema kuanzia mstari ule wa 13 na kuendelea, anasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe Lucifer. Kwenye King James anasema mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Kupanda huko neno tafuta neno. Ngombe wakati mwingine tunaanza tusipande mpaka mbinguni kwa sababu tujui mbingu zilipo, lakini utaikuta tunapanda mpaka tunataka kumpita Mungu na maelekezo yake. Kupanda mpaka mbinguni sio lazima upae hewani. Hapana. Hivi mtu anapochukua jina la Mungu Baba kaitwa Baba Mtakatifu, huyo hajapanda mpaka mbinguni? Anasema nawe
Ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Tutaitwa jina moja. Na jina yetu atafanana. Ataitwa mtakatifu na ataitwa baba na mimi nitaitwa baba. Mungu anasema usiite mtu yote baba duniani kwa habari za kiroho. Lakini na maisha yetu ya kila siku achana na watu na vyeo vyao. Mtuone katika vipengele kadhaa ambavyo tuliviona. Mimi kwanza ninasema Bwana huwapinga wenye kujiinua. Bwana huwapinga wenye kujiinua. Wewe leo hii wanadamu wana tabia za kujiinua kwa kweli. Na tumeshaona huko nyuma. Kuna watu ambao macho yao yameinuka juu sana. Wewe mtu kama macho yako juu sana na moyo uko juu sana. Daudi anasema Bwana moyo wangu hauna kiburi na nitakuja kufundisha somo la kiburi labda wiki ijayo. Na macho yangu hayainuki. Sio kwamba lazima tukae tumetembea utosi ndo huko unaonekana mbele umeinama. Lakini hiyo ni matokeo tu, ianzie hapa. Tuende katika kitabu cha Yakobo. Yakobo mwishoni mwa Agano Jipya au mwishoni mwa Biblia ukitaka, kuna kitabu kile cha Yakobo baada ya Waebrania pale. Yakobo mlango ule wa 4 mstari wa 7. Mimi nitaenda haraka sana kwa ajili ya muda. Anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa mstari wa 6. Anasema lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikwezao bali huwapa neema wanyenyekevu. Wewe dunia ya leo, mashuleni, kwenye falsafa za dunia, kwenye makanisa yao hawafundishi watu unyenyekevu. Wanafundisha watu kujiinua, kujitumainia. Wewe ukiwa mnyenyekevu sio kusema kwamba utaonewa na kila mtu hapana. Utakuwa na mtetezi mwenye nguvu ambaye ni Kristo. Sasa Mungu huangalia wanyenyekevu wa nchi, wanyenyekevu wa dunia. Huwapa neema wanyenyekevu, huwapinga wenye ukitaka mambo yako ya kupindie, ingia makanisani afanye nini alafu wewe unajiinua nyinua. Ngoja nitoe mfano wa maisha yasiyo ya unyenyekevu. Tusome kutoka katika kitabu cha Isaya mlango wa 3 mstari wa 16. Anasema haya, wewe nikuulize, nikuandae. Niambie kwamba hao watu wapo leo au hawapo, naenda kuwasoma. Naenda kuwasoma. Nishawasema lakini ngoja sikiliza, naenda kuwasoma. Uniambie kwamba hao watu naenda kuwasoma wapo au hawapo, au wewe mwenyewe utafakari. Mstari wa 16 anasema Isaya 3:16 anasema Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na huenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa miguu yao. Leo hii si ndivyo mabinti wa mjini wanavyotembea walivyo hivyo? Macho yaliyoinuka, wanatembea kacha. Wakati mwingine na maungo yani anakuwa kama vile yuko anacheza makirikiri ya South Africa hii, ya Afrika Kusini. Anasema kwa sababu hiyo mimi nitakuwa kinyume nao. Huhitaji kutembea ukiwa unahesabu hatua. Kuna mtu mwingine unaweza kupishana naye kama ni sehemu ngumu au ni nini au kwenye concrete. Unasikia kancha ukamsikia mpaka yani mpaka meta 300 hajapo bado anamsikia. Kiatu ilikusudi tu watu wamsikia na pita. Mungu amewasema kwenye Biblia. Ni mawili, Biblia ni ya uongo, haina nguvu, au mwanadamu ana nguvu. Lakini naamini mwanadamu ni dhaifu. Hao ni wanyenyekevu gani?
Vipi wale wanawake wanaoabudu vipodozi? Wanaabudu viatu, wanaabudu miili yao na maungo yao na mavazi yao na uzuri wao na takataka zao nyingine. Mtu anayetembea anaonyesha amejibananisha kingo chake ili kusudi, na ndio ni asilimia makubwa tu. Sijui idadi lakini si chini ya 70, 80, 90, 100 huko. Hapa kuna unyenyekevu. Wewe mwambie pale ni kwamba mwili wangu ni muhimu kuliko Kristo aliyeuumba. Mtende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 73. Zaburi ya 73. Mtafuteni Bwana ninyi mlio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda hukumu zake, ninyi mnaoitafuta haki ya Bwana. Zaburi ya 73 anasema mstari ule wa 9 mpaka wa 11 anasema hivi. Zaburi anasema wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao hutanga duniani, kwa hiyo watu wake hugeuka huko na maji yaliyojaa humezwa nao husema Mungu wajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Vipi wanaume ambao unajua kwa asili usione mambo yanabadilika lakini watu ambao wanatumainia akili zao na fikra zao wenyewe, mara nyingi ni sisi wanaume. Wanafika sehemu fulani leo hii mwanaume ambaye ukipeleka injili kwake anakuambia wahusika hawapo. Mama hayupo, ametoka na watoto wameenda shule. Yaani mambo ya Mungu mimi hayanihusu, niko juu. Ndiye anayekwambia yapo maarifa kwake aliye juu. Yako maarifa kwake aliye juu. Yanatoka kuna maarifa gani kwenye Biblia? Hiki kitabu chenyewe kina miaka 2000. Wewe wamekwanza kitabu hiki na zaidi ya miaka 2000. Kina miaka mingi zaidi. Miaka mingi zaidi. Ni ufahamu tu mdogo. Vipi wanaume ambao wanaabudu mpira, wanaabudu siasa, wanaabudu anasa? Maana kwenye mpira hakai vile. Kwanza sheria kwenye mpira lazima uwe na kinywaji. Hata ukipita nje unakuta kuna matangazo yamewekwa pale. Huyo ni mnyenyekevu wa wapi? Daudi anasema nitaamka alfajiri sana nimwimbie Bwana na kinubi na kinanda. Asubuhi mapema. Anasema anakesha usiku akiwa anamwabudu Mungu wake. Leo hii wanaume wanakesha, ukikutana magari usiku kimbia ana moja utatoka utakuwa labda mpata shida umeenda hospitali. Utakutana wanaume magari saa 3, saa 4, saa 5. Sehemu kubwa wakati wanakuwa ni wanaume. Wako na wanaume na wanawake wapuuzi waliobaki hapo. Lakini wanakuwa anafika pale amechoka analala, kesho asubuhi anaondoka. Hana muda na muumba wake. Huyo mtu sio mnyenyekevu. Hata kama utakutana sema sawa bwana, habari ya leo ndugu yangu, mkuu habari yako, ni uongo. Ile ya kudanganya mkuu hawa anakudanganya anakuambia kiongozi. Maneno umeongoza wapi? Toka 5:2-3 anasema. Kitabu cha Kutoka. Nakwambia wanaume wengi leo hii wako kama Farao. Sikiliza anavyosema. Na uniambie kama ni tofauti sana na Farao.
Mstari wa pili anasema Kutoka 5 mstari wa pili anasema Farao akasema Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema Mungu wa Ibrania amekutana nasi. Twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu asija katupiga kwa tauni au kwa upanga. Na anasema hivi huyo Bwana mnayemsema ni nani? Simuelewi kabisa. Simjui. Wewe leo hii wanaume wengi Bwana hawamjui. Bwana hawamjui. Kama angemjua angeiongoza nyumba yake wakawa wanasoma Biblia. Huyu Bwana ni nani? Nipe evidence. Naomba uthibitisho kama kuna Bwana. Leti uthibitisho kwamba hilo neno la Mungu. Sio kazi ya wanadamu tu hii. Okay. Siku utakapokuwa na struggle na pumzi ya mwisho, hutauliza evidence. You won't ask for evidence. Hutauliza evidence. Siku utakapokuwa unazivuta zinakataa. Hiyo Biblia imeandikwa na wanadamu, hamna. Unakuwa unamkiri kwa nguvu zako zote na uwezi tena. Too late. Hoja pili nasema Bwana huangalia wanyenyekevu wa moyo kabla ya wale wa mwili. Ule unyenyekevu wa nje ule umejaa kwenye makanisa makubwa ule. Mungu kwake ni takataka ule. Nitakuthibitisha kwa maandiko. Twende katika kitabu cha kuna wakati tulikuwa kwenye Isaya. Turudi pale kwenye Isaya 20:13 anasema hivi. Isaya 20:13 anasema hivi. Isaya na kwa sababu maneno ni mazito Yesu akabidi ayahubiri upya kwenye Mathayo 15. Lakini ngoja tuyasome. Isaya 29:13 Isaya 29:13 anasema. Anasema Bwana akanena kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao. Wana unyenyekevu. Lakini ni mdomoni tu. Kwa vinywa vyao. Bali mioyo yao wamefarakana nami. Na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Hawa ni watu ambao kwa nje wamefundishwa na wanadamu. Utaenda hivi, utapiga hivi, utapiga goti hivi, utabusu hapa, hivyo. Lakini je, kuna sehemu vilivyoandikwa kwenye Biblia Yesu alifundisha hivi? Okay, hata kama viko kwenye Biblia wanaisoma? Wanatembea nayo? Iko katikati yao wakati wa ibada zao? Kwa hiyo Mungu anasema watu hao wananiabudu kule kwa mdomo. Vile vitu vinavyoonekana vya nje mdomoni nini Bwana inasema hivyo vitu hamna kitu. Ni kama hawa wanajiita waimbaji wa gospel. Bwana bwana nyingi sana mdomoni. Sisi nimefundisha somo sije nafikirisha somo. Kwa nini mnaniita bwana wakati hamtaki tena nisema hiyo? Acheni kuniiteni bwana basi kama ninayosema hamyajali mimi sio bwana wenu na msiniite hivi. Kama ningekuwa bwana mngekuwa mnatenda yale niliyosema na mngeyajali na mngeweka katikati yenu. Mngefanya kama tunachofanya. Ndio anachosema. Nani upo pamoja nami? Kwa hiyo tunaona kama Mungu anaangalia sana. Anasema katika kitabu cha Zaburi, mlango wa 51 ni Zaburi moja maarufu sana. Anasema hivi, Zaburi maarufu sana. Mstari ule wa 16-17 Zaburi ya 51:16-17 anasema hivi. Maana hupendezwi na dhabihu au ningeitoa wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Anasema kwamba mtu anakuja na dhabihu na sadaka ungekuwa unaona nje kwamba mtu Bwana mjali Mungu anafanya. Lakini mstari wa 17 dhabihu
za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hautaudharau. Mioyo iliyovunjika na kupondeka. Huko ndiko kunyenyekea. Kwa hiyo tunaona Bwana anaangalia unyenyekevu wa moyo kabla ya unyenyekevu wa matendo ya nje. Na ukisoma katika turudi tena kwenye mimi nitakupeleka sehemu tofauti. Biblia ndio kazi yake. Ni kama unaenda mbele unaenda nyuma. Isaya 66:2 mimi nitakusomea pale. Isaya 66:2 nitakusomea pale. Mstari wa 2 anasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Hiyo ndio taswira. Hajatumia neno unyenyekevu moja kwa moja, lakini katumia maneno yenye maana synonyms au visawe. Visawe vya nini? Vya unyenyekevu ni kupondeka moyo, ni hofu na kumtetemekea Mungu na neno lake. Alisikia neno langu na kulitetemekea. Alisikia neno la Bwana na kufanya nini? Kwa kuuliza Mkristo, neno la Mungu unalitetemekea kweli? Kitu unachotetemekea ni kitu ambacho watu wengi wanatetemekea sana ugali. Watu wengi wanatetemekea nyama choma. Ndio sio? Kama vile ambavyo unatetemekea ugali nyama choma, siji makange, siji nini. Tetemekea kwanza neno la Mungu. Kweli kabisa. Itakusaidia. Itakusaidia. Wewe siku wanadamu watakaposhinda mauti akawa hana uwezo wa kufa. Akaishi tu milele bila kufa, bila kuvua huu mwili. Siku wewe watakapofikia hapo, hata wakiacha afu akaanza kuumba watu wenye kupumua. Hiyo siku hata wakiacha kumwabudu Mungu mtu anaweza kawaelewa. Lakini maadamu mtu atajiinua mpaka juu mbinguni, lakini siku nyingine mwisho anaishia kwenye 6 kwa 6 chini, futi 6 chini, wakati huo lazima tuendelee kumtetemekea Mungu na kumhofu na kumnyenyekea na kuwa wanyenyekevu na kumtafuta. Na mpaka sasa bado hali iko hivyo hivyo. Awe mkubwa kiasi gani wote wanaishia kwenye futi 6. Tofauti tu ni gharama ya maziko. Mmoja anaweza kazikwa kwa bilioni 1, mwingine anaweza kazikwa kwa akatupwa tu polini, ndege wakamuta wote, lakini wote wanaishia pale. Maadamu bado mwanadamu anakufa. Bado mwanadamu hana uwezo wa kufinyanga kitu hai kinachopumua na kukua na kuongezeka. Lazima tumtetemekee Mungu na neno lake. Amina. Amen. Hoja ya 3 inasema unyenyekevu umpendezao Bwana hutokana na kulisikia neno lake. Unapoona watu labda kwa makanisa wana unyenyekevu fulani lakini hawana Biblia, ujue ni fake. Nimesema maneno ambayo sio kweli. It's true. Inawezekana tu watu wakataa kusikia, lakini ni ukweli usiopingika. Ni ukweli usiopingika. Ukiona watu wao kwenye kanisa wana unyenyekevu. Lakini kuna wengine hata unyenyekevu hawana. Wako huko wanapiga sarakasi. Ni sarakasi kwa. Hivi nadhani akina Petro walikuwa wanapiga sarakasi kwa Yesu. Hizi sarakasi ni dunia imekuja humo. Lazima pia kuwe na utulivu na unyenyekevu, lakini utokane kwanza na kulisikia neno. Neno la Mungu lijae sana ndani yao mpaka lizae unyenyekevu. Kama mtu alikuwa na kiburi, kimtoke. Kiburi ni roho mbaya sana. Tusome katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 10. Tuone kwamba unyenyekevu ni ule unaotokana na kulisikia neno au kumongokea Mungu au kumkaribia Mungu, hali ya unyenyekevu. Kwa sababu ndipo tunaweza kumtafuta Bwana katika unyenyekevu. Warumi mlango wa 10 mstari wa kwanza anasema hivi. Warumi 10:1 anasema hivi. Anasema ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao
ili waokolewe. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakuitia chini ya haki ya Mungu. Alikuwa anaongelea habari za Wayahudi lakini vile vile anamuongelea Mkristo wa leo na imani za leo. Kwamba wanakuwa na juhudi, wanamtaja Mungu sana. Kuna wakati unaweza kaenda kukuta mnapiga magoti mara 6, mnasimama mara 7, mnakaa mara 2. Yani mko kimungu sana lakini hakuna Mungu katikati. Mnapiga magoti mara 5. Mnabusu mara 7. Mnakaa mara 2. Mnainuka mpaka vya ziada na vingine mnaimba lakini anasema wanajuhudi kweli lakini sio kwa jinsi ya maarifa ya Mungu. Na anasema ninaomba waokolewe hawajaokoka. Nicho alichosema. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo yote yanayomhusu Mungu, mahusiano yetu na Mungu wetu. Huu unyenyekevu kama mfano mmoja wapo. Ndio juhudi katika mambo ya Mungu na shauku. Unatakiwa utokane na kuijua haki ya Mungu ambayo ndio neno la Mungu. Tusome kutoka katika kitabu cha Kolosai mlango ule wa 3:15 nasema. Kolosai 3:15 nasema. Hapana, tusome Kolosai 2:18. 3:15 Kolosai 2:18 anasema hivi. Kolosai 2:18. Ni zile nyaraka hapo katikati na Agano Jipya na Kolosai. 2:18 anasema hivi. Msikiliza vizuri, ni mstari mkubwa sana. Anasema hivi. Mkubwa kwa maana ujumbe wake uko wazi anasema mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe. Huu mstari huwezi upeleke kwenye makanisa ya watu. Anasema mtu anawanyang'anya thawabu kwa kufundisha kunyenyekea kwa mapenzi, sio kwa mapenzi ya Mungu. Mungu hajawaambia kwamba msimame mara 5 na kupiga magoti mara 7. Nisome ule mstari tena. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika. Malaika mtakatifu fulani utuombe. Lazima mtu namna hiyo msikubali, anawadanganya. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika akijitia katika maono yake na kujivuna bure. Leo usiku nimeona hivi. Hemu watu wote wanaompenda Mungu waje mbele. Mnaenda mbele. Watu wote wanaompenda Mungu waweke hapa sadaka zao. Unamnyenyekea Mungu kiuongo. Mtu asiwadanganya, asiwanyang'anya thawabu yenu. Neno la Mungu halijawatuma hivyo. Ningeweza kuendelea mbele zaidi na huo mstari. Ukisoma katika Yona stenda huko Yona 3:15, watu wa Ninawi waliokuwa wametumwa, Yona alitumwa huko akagoma na nini, akafanya ukatili na nini, baadaye hali kambana kabidi aende. Nasema watu wa Ninawi walipolisikia lile neno, kuanzia mkubwa mpaka mdogo na mfalme wao, walimnyenyekea Mungu, wakafunga na kujivika magunia. Maana ni jambo litokea katika kusikia lile neno la Yona. Huo ni unyenyekevu unaompendeza Mungu kwa sababu nabii wa Mungu anaongea. Nabii wa Mungu anaongea. Hoja mwisho inasema unyenyekevu pekee hautoshi kutufikisha kwa Kristo bali kumkiri yeye. Kunyenyekea, unajua kuna watu ambao kwa asili ngoja niwaambie, vipawa ni viko tofauti. Kuna watu kwa asili tu ni wanyenyekevu. Ukiongea naye ni mnyenyekevu, sio kiburi, ni mtu mwenye na nini, ni mnyenyekevu tu. Lakini huyo mtu ana namna yeye kitokea akafa katika unyenyekevu wake anapotea vile. Isije kadhaniwa vingineo. Ni kama nilivyofunga nikisema wiki iliyopita kwamba umaskini wa roho na mwili kama hauna kumkiri na kumamini Bwana Yesu Kristo, yule mtu atapotea vile vile. Japo alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupokea wokovu. Na mara nyingi mtu anapokuwa kwenye nafasi ya kupokea, akajiweka tayari,
Mungu lazima atamletea njia ya wokovu. Nakwambia mimi wakati ninahangaika sana kujaribu kutafuta kweli ya Mungu, nilihangaika kweli. Nikahangaika. Wakati mwingine hii kweli mpaka naijua, naweza kusema ni kwamba tu Mungu aliangalia kiwango cha mahangaiko nilichokuwa nacho. Sawa. Na sio kwamba najitoa mfano kwa nguvu zangu, hapana, ili kusudi adhama iwe ya Mungu ndiye aliyetenda na ndiye atakayetenda, na hata kama kuna sehemu nimepungukiwa na naamini papo atatenda na zaidi. Kabisa. Lakini haitanizuia kutoa ushuhuda. Mtuone katika kitabu. Kwa hiyo unyenyekevu peke yake haumpeleki mtu mbinguni, bali kumkiri Bwana Yesu Kristo. Mtuone katika kitabu cha ningeweza hata kwenda huko lakini sihitaji kwenda. Nitakupa mfano. Mtu mmoja anaitwa Cornelio. Cornelio alikuwa ni mtu mcha Mungu, mnyenyekevu, mwenye asina makando kando na nini na nini. Ili katika fikra za Wakristo, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10. Watu wangedhani kwamba mtu wa namna hiyo na alikuwa anatoa sadaka kila siku, huyo mtu ingeonekana kwamba vile amekamilika mbele za Mungu. Lakini kwa sababu alikuwa kwa nafasi nzuri ya kupokea, lakini hajapokea, ni mnyenyekevu, ni mcha Mungu, ni mtu mzuri na nini, na anashuhudiwa vizuri na Mungu, akaona mlete Petro kwenye ile familia. Ndio wakalikiri jina la Yesu Kristo, wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ndipo kama angekuwa amekamilika, Petro alikuwa anapoteza muda gani kuja huko? Sasa alikuwa aende sehemu nyingine na zilikuwa zinamhitaji Petro. Lakini ibidi aje kwenye nyumba ya huyo mtu anaonekana ni mkamilifu, mnyenyekevu. Unyenyekevu peke yake hautoshi. Kitu kilichotosha kikubwa kabisa ni lakini kumpokea Bwana Yesu Kristo, kumkiri kwa kinywa na kumamini moyoni na kumkiri kwa kinywa habari za injili ya wokovu na nini, jinsi alivyokufia, alivyolipa na udhambi yetu na nini na nini, vyote hivyo ndio wokovu. Lakini haviingii kwenye ufahamu bila kupitia kwenye masikio. Biblia inasema yanayosikia vizuri yotahiriwa, yenye unyenyekevu. Sio wale watu wanasema Mungu ni nani sasa? Simjui Mungu. Mungu ni haya. Kwa mfano nimempokea huyo Mungu, nini kitabadilika kwenye maisha yangu kwa mfano? Maneno kama what is the difference? Huyo Mungu amefanya nini? Kama nilikuwa na meta 1 na sentimita 70, nitakuwa na meta 2. Kuna kitu kitaongezeka? Wewe ngambie, kutaongezeka roho wa Mungu ndani yako. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tumeishia hapa. Neema Bwana ikufunike pamoja nawe katika kipindi chote kilichoko mbele yako. Watakapokutana tena, lakini hata baada ya hapo Mungu pamoja nani katika jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Amina. Amen.